kawaida. Bwana Yesu Kristo anaendelea kujisafisha katika mafundisho yake, lakini utangulizi wake Walimalizayo akimtambua katikati ya mahakamani. Huyu ndiye mwanamke wa Mungu au waidami na mbalimbali kupata ya Yesu kuombea marehemu Sista ya kuombea marehemu Antoni Amini Wanda Saeva na Joni Sijuma, pia kuombea marehemu Adia Saeva Joni Laurenti Esco Tanisisi Mikaeli Kazi Elizabeti Emiliani John, pia marehemu Mlachuma Odilia Mbezi Ana Victoria, pia marehemu Joni Regina Fukwani Lewani Dewanda na Mercedes, pia kuombea marehemu Atheni Monyani pamoja na mtoto wa Kajiramoshi Wili Kusuchimungu Monyani marehemu Emilia Yema, pia familia ya Antoni Sinajuma wanamshukuru kwa mafikiri ya mtoto wao Antoni, wanampenda Mungu amponye aendelee na kazi zake kwa maombezi ya mama ya pia wanamshukuru Mungu kwa neema aliyojalia familia yake, akimuomba maisha mazuri kwa familia yake kwa upendo. Pia kuwaombea marehemu familia na wale mpenzi pia Mungu kwa ajili ya mtoto wake kujiunga na chuo kikuu, pia mtoto wa mtihani ya tasajili na Mungu asaidie kuongoza katika masomo yao iliyokuwa na pia familia ya Benani na shukuru kwa yote anayowajalia kuomba ili
atufikishe kwenye uzima wa milele. Israeli ambaye katika wewe nitatukuzwa. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena. Maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Naam, asema hivi, ni neno kwako sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwalegeza watu wa Israeli walio
Ndipo niliposema tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Ndipo niliposema tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako.
Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthenes yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali. Bwana wao na wetu, neema na iwe kwenu na amani zitokanazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Neno la Mungu. Iliyoandikwa na Yohane. Siku ya pili, Yohane Mbatizaji amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba waja mtu nyuma yangu ambaye alikuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Tena Yohane akashuhudia akisema, nimemuona Roho akishuka kama ua kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake.
wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo hii tunaposherehekea Dominika hii ya pili ya mwaka A wa Kanisa. Leo hii ningependa tutafakari kwa pamoja kuhusu swali la msingi katika maisha ya Mkristo. Swali hili ni kwamba, je, unaweza kumtambua Yesu katikati ya umati? Je, unaweza kumtambua Bwana wetu Yesu Kristo katikati ya umati? Swali hili linaweza likawa jepesi, lakini wakati huo linaweza likawa gumu sana, ya kwamba usiweze kumtambua huyu Yesu katikati ya umati. Pale ambapo kuna watu wengi na katikati ya hao watu wengi Yesu yupo, unaweza basi sijui ni kazi ngumu kweli kwangu na kwako kuweza kuchambua. Ndio maana leo ndugu zangu, tunapomfikiria Bwana wetu Yesu Kristo kuwa ni Mungu na ni Masihi, lakini tunapata changamoto kuweza kumtambua katika umati, katika mazingira yetu. Tunaona katika Injili leo Yohane Mbatizaji mara mbili ameshindwa kumtambua Yesu Kristo, lakini kwa uwezo wa Mungu ameelekea. Hii sura ya kwanza aya ya 31 tunaona Yohane Mbatizaji akitia shaka, anashindwa kumtambua Yesu Kristo. Lakini pia katika aya ya 33 vivyo hivyo yeye mwenyewe anasema, yeye alinituma kubatiza kwa maji aliniambia, mtu yule utakayemwona Roho akishuka na kukaa juu yake ndiye atakayebatiza kwa Roho. Alipewa ishara, alipewa maelekezo, akaambiwa ukitaka kumtambua huyo ambaye anakuja na ambaye alikuwa kabla yako, Roho atamshukia kwa mfano wa Mungu. Akapewa ishara ya kuweza kumtambua yule ajaye. Lakini pia tunapewa taswira ya tofauti. Huyu anayekuja anapewa taswira ya mwana kondoo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hadhi na kwa nguvu alizonazo Bwana wetu Yesu Kristo, nimeona ni ajabu kwa nini amechukua taswira ya mwana kondoo. Mimi ni kama mtu, na mimi ningekuwa mimi ningesema kwamba nataka nichukue taswira ya simba. Tumsifu Yesu Kristo. Tunawajua yule msanii anajiita simba nini? Huyo wanachukua. Mwingine msanii anajiita tembo, the big five, wale wanyama wakubwa kabisa. Yaani kwamba anataka kuonyesha hadhi yake na nguvu zake. Simba Dangote anataka aonyeshe nguvu zake na uwezo wake. Na huyu tembo pia sijaona nyati. Sijaona mwingine anajiita nyati. Nyati pia ana nguvu sana. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anachukua mfano wa mwana kondoo. Na ukimwangalia kondoo
maarufu sana, lakini ana sifa zake za tofauti na wanyama wengine, ambalo tunaweza kuliona ni lile la unyenyekevu. Yesu anakubali kubatizwa na Yohane Mbatizaji. Ni jambo la ajabu sana, sio la kawaida. Nenda ukasome Biblia yako. Lakini ndugu zangu, tunapoendelea kutafakari ukuu wa Mungu na kusema, je, tunawezaje kumtambua Yesu katikati ya umati, katikati ya watu, katika familia zetu? Hivi kweli Yesu anakuwa anatupita huko? Kweli tunaweza kumtambua Yesu katika baba ambaye ni mkorofi sana, baba ambaye mdomo wake ni kama ulifungwa kipaza sauti cha watu chenye power bank ya matusi, ama mama ambaye ni kama chiriku, watoto ambao wanafujo na wengine hata wanaombea mabaya wazazi wao. Hawa watoto, hata sisi kati yetu tunaombea mabaya hata dada zetu, labda kwa mambo machache ambayo hatukubaliani nayo. Ndio maana ndugu zangu, katika kile kikao kikuu, mkutano mkuu wa Vatikani wa pili, ikaandikwa dokumenti moja ambayo ni ngumu kuitamka kwenye mimi naiweza. Inaitwa Sacrosanctum Concilium. Ukisoma namba 7, jaribu kusoma namba 7, utaweza kuona kwamba tunaweza kumtambua Yesu Kristo katika mambo manne. Mambo manne. Tunakutana na Yesu Kristo katika mambo manne. Na ukitafuta hilo la tano utakuwa la kusikia hiyo, lakini mpaka sasa bado ni mambo manne tunakutana na Yesu Kristo. Yesu Kristo mwenyewe tunakutana naye, lakini ni changamoto kubwa kuweza kukutana naye katika moja. Naomba niweze kusema tunakutana na Yesu Kristo katika neno lake. Na hivyo ule wimbo kana neno lako kana hiyo kimba ule wimbo, utaona hayo mambo manne ya kutaja, na ile la kwanza ni katika neno lake. Na naomba tutofautishe mambo mawili, Biblia na neno la Mungu. Biblia na neno la Mungu viko sawa, sio? Kama bungeni, kama bungeni kwa msemo. Wale wanaosema Biblia ni sawa sawa na neno la Mungu waseme ndio. Hamna wanaokubali Biblia ni sawa sawa na neno la Mungu. Wanaokubali waseme ndio. Wanaokataa waseme hapana. Hamna. Haya. Hiyo ni ya kwanza. Biblia ni sawa sawa na neno la Mungu. Haya. Tunarudi kinyume chake. Neno la Mungu ni sawa sawa na Biblia. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la Mungu ni sawa sawa. Tumeanza Biblia ni sawa sawa na neno la Mungu, manake is not equivalent, is equal. Ni sawa sawa. Tunaelewana eh? Biblia hii ni neno la Mungu pase 100%. Ndio neno la Mungu. Biblia hii ni neno la Mungu, ni sawa sawa na neno la Mungu. Wengi wamesema ndio, na waliosema ndio wameshinda, waliosema hapana wameshindwa. Lakini sasa tunabadilisha. Je, neno la Mungu ni sawa sawa na Biblia? Iko haraka. Neno la Mungu ni sawa sawa na Biblia? Manake hapo ndipo tunakutana na Yesu Kristo, tunakutana na Yesu Kristo katika neno lake. Hatujasema katika Biblia, tunakutana na Yesu Kristo katika neno lake. Haya, neno la Mungu ni sawa sawa na Biblia? Wanaosema ndio waseme ndio, wanaokubali waseme ndio.
mnaniangusha. Ngoja nimalizie maombi hapa, maana sasa tumeelewana. Haya, wanaosema hapana, wanaokataa waseme hapana. Naona niko peke yangu, unaelewa? Naomba mnipigie makofi, maana mimi nachaka. Neno la Mungu ni pana zaidi ya Biblia. Neno la Mungu linajumuisha sauti ya Mungu kupitia mitume wake, watumishi wake. Kwa mimi hapa ninahubiri neno la Mungu, na ninayohubiri mengine hayako hapa. Kwa neno la Mungu ni pana zaidi kuliko Biblia. Wakati katika ule upana wa neno la Mungu ndani yake kuna Biblia ambayo ndio chanzo cha neno la Mungu. Tunaelewana hapo eh? Kwa hivyo ndani ya neno la Mungu ndiko Biblia iko pale, ambayo ndiyo chanzo na chemchemi ya mafundisho yote ya kimaadili na ya kiroho na ya kiimani. Na ndani yake sasa tunafuata sisi, Baba Mtakatifu anaandika barua zake. Kama nilivyosema, hii dokumenti ya Vatikani ya pili iko katika neno la Mungu, lakini haipo kwenye Biblia, na ndiyo inaeleza namna tunavyoweza kukutana na Mungu na tunavyoweza kumtambua Yesu Kristo katika neno lake. Kwa hiyo neno la Mungu ni pana zaidi kuliko Biblia, linajumuisha mafundisho ya kiroho yenye imani na maadili. Hapo ndipo tunakutana na Yesu Kristo ambaye anakwambia sasa kwamba jambo unalolifanya haliendani kabisa, liko kinyume na nini? Na sheria ya Mungu. Na siku hizi kuna dhambi Tanzania, kuna dhambi za zamani. Siku hizi nimesikia kuna watu wameshaanza kutenda dhambi mpya, hata shetani azidi. Kwa hizo pia nazo tunazikataa na kuzisema kwamba hazifai na tuziache. Matumizi ya vizuia mimba hayakuwepo sana zamani, siku hizi viko vya kila aina, bado tunazikataa na kusema kwamba hazifai. Hauwezi kusema kwamba vizuia mimba havikuwepo kwa Biblia tuachane navyo, lakini viko ndani ya neno la Mungu, kwa sababu watumishi wako wanaona kwamba zinaenda kinyume na maadili na imani ya Kristo, na ndio maana tunasema kwamba hapana, tunakataa. Hivyo hivyo neno la Mungu ni pana zaidi, linagusa jamii na familia zetu moja kwa moja. Pia ndugu zangu, namba 2, tunakutana na Yesu Kristo na kumtambua katika neno lake, lakini pia tunakutana na Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu, maumbo ya mkate na divai ambayo mpaka leo Wakristo Katoliki hawaelewi. Wanapokea tu kama wanapokea na mkate. Naenda kula mkate kanisani, mkate padre anabariki mkate, tunaenda kula mkate kanisani, mkate wa Bwana. Bwana ni mwili wa Kristo. Ni ngumu sana, wachache tu wanaweza kumwona Yesu katika maumbo ya mkate, wengi hawamuoni na wanakuja kupanga foleni tu ili mlani, kwa sababu wameitwa na wanakwaya wanajua kuwaita kweli Wakristo waende kujiongea meza ya Bwana. Anaenda tu katika Ekaristi Takatifu. Kama una uwezo wa kumwona Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu, wewe kweli ni Mkristo na utakutana naye. Na kweli miujiza mingi ya Ekaristi Takatifu imetokea kwa sababu ya wale tu wanaoamini, lakini sisi wengine tunaenda tunafanya kama tulivyo. Lakini pia namba 3, hiyo ni namba 2. Kwanza namba 1 katika neno lake, namba 2 katika Ekaristi, namba 3 tunakutana na Yesu, tunaweza kumtambua kama Yohane Mbatizaji katika kusanyiko, kwamba katika tumesoma Mathayo sura ya 20 kwamba watakutanika 2 watatu, Yesu Kristo yuko katikati yao. Kwa hiyo katika kusanyiko hili Yesu yuko pamoja nasi. Nitaongelea hapo chini. Namba 4, tunakutana na Yesu Kristo ndani ya kuhani wake. Tunakutana na Yesu Kristo ndani ya kuhani wake. Kwa unaona kabisa kwamba leo katika misa takatifu vitu vyote vimekamilika, maana tunakutana na Yesu Kristo katika neno lake, katika liturujia ya neno. Tunakutana na Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu, liturujia ya Ekaristi Takatifu. Tunakutana na Yesu Kristo katika kusanyiko, tumekusanyika sisi sote kwa jina moja, kwa imani moja. Lakini pia tunakutana na Yesu katika kuhani ambaye yuko katikati yetu akimwakilisha Yesu Kristo. Kwa hiyo ili kusanyiko haya mambo manne yote
au unataka majirani waone kwamba wewe ni Mkristo unaenda kanisani basi, lakini ukija huku unatoka kama ulivyokuja, ukiingia na ukitoka ni vile vile, hakuna tofauti. Hii ni changamoto. Ndugu zangu, tujiulize tena, ni katika njia gani kati ya hizo nne tunaweza kupata ugumu zaidi kumuona Yesu? Hizo njia nne watu tunapata changamoto sana kumuona Yesu. Mimi nadhani katika kutoka katika jirani yako, katika familia yako, yaani umuone Yesu katika mwanamke ambaye ni mkorofi sana, au katika mwanamke ambaye ni mkorofi na msumbufu na mtu wa taweza kweli kumuona Yesu Kristo? Kwa kuna changamoto. Mimi naona hapo ndipo changamoto ilipo. Lakini pia hata katika Ekaristi Takatifu wengi tunapata changamoto kumuona Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu. Pia kumuona Yesu Kristo katika kuhani. Hapo panakuwa pamoja. Tunamjua, hata anapotoka tunajua, anachokifanya tunatujua, huyo ni kule kabisa. Haya, ile hivyo kwa mbele. Utakaa unanena hivyo, utakaa unanena hivyo, utakaa kweli na kwambia, utakaa utanena. Ukitaka kukutana na Yesu, njia ni nzuri. Pambana uweze kufungua macho yako ya kiroho, uweze kukutana naye. Kwa Yesu alipokuja, sijui kama hata wewe unaweza kumtambua. Yohana Mbatizaji alipewa mwangaza, alipewa nuru kutoka juu, akaweza kumtambua Yesu. Ndugu zangu wapendwa, changamoto inabaki kwetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu, na kwa kweli lazima tukutane na Yesu Kristo. Kwa kuwa watoto wote tumekuwa na asili moja ya Mungu, ni muhimu kwamba Yesu ashiriki katika maisha yetu. Tumfungue milango iliyofungwa ili Yesu aweze kushiriki katika maisha yetu na kutusaidia tuweze kumuona Yesu na kumtambua katikati ya umati, katika msongamano, katika sintofahamu. Hapo ndipo unatakiwa kumtambua Yesu, katika kuhani, katika Ekaristi Takatifu, katika kusanyiko, katika jamaa zako, ndugu na marafiki, lakini pia zaidi katika neno lako, kuweza kusoma neno la Mungu, kuweza kutafakari na kuishi. Lakini baada ya pia kusikiliza mashauri ya imani ambayo yanaweza kuongoza sisi katika njia yenye sahihi, iliyo ya kweli na iliyo ya haki. Tuombe Mungu neema hii kuweza kutambua Yesu katika maisha yetu, na hasa kuweza kuchukua hatua ya kuweza kubadilisha yale ambayo yanakuwa changamoto maisha yetu. Neema na baraka katika familia zetu pia ambazo tunapitia changamoto kubwa na ndogo, siwezi hata nafuu, lakini zaidi zimtegemee tunakutana naye na ziwe na hamu ya kukutana naye mara kwa mara. Huyu Yesu Kristo ambaye alimponyaye naye aponye majeraha yote na wasaidie watu kutoa msamaha na kuweza kufanikiwa katika imani yao, lakini pia katika maisha yao. Simame na sadiki kwa mtu mmoja.
Akili ya Injili yang disebutkan sebagian yang baik. Yesus adalah sebagian yang itu. Doanya yang membuat apa yang tunamwombea Mungu Baba awezeshe kumshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Bwana. Baba wa mbinguni, utupe moyo wa kumshuhudia Yesu katika kuungama imani yetu bila uoga. Bwana. Utusaidie kushuhudia huruma ya Yesu kwa kutuhurumia wenzetu wenye shida na wenye dharura. Bwana. Utusaidie kushuhudia upendo wa Yesu katika familia zetu kwa kuwasaidia wanafamilia kupata mahitaji muhimu ya maisha. Bwana. Utujalie kushuhudia umoja wa waumini kwa huduma mbalimbali za ushirikiano. Bwana. Utuonyeshe njia za kurudisha waumini waliojitenga na kuwaingiza tena katika kundi la waumini wako. Bwana.
mwili na nafsi na Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alikuja na kuja kwa yeye katika mateso yake, aitwa Mtakatifu akaonekana na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Akatoa kikombe na kushukuru tena aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Yesu
Kwa hiyo Bwana, tunakuadhimisha mwisho wa Kristo na sababu na tunashukuru kwa kutusaidia kusimama mbele yako na kutumikia katika masiku ili kwa kushiriki kwa Mungu sana na Mungu na tusipate kuadhimisha. Bwana, msaada kwa Mungu pamoja na nchi ili tukuze zake na wote na kanisa. Kwa Mungu ni mzuri kwa
Aidha, kanda la nidhamu itahusika na kusoma masomo ya siku sita na siku nyingine. Tangazo la pili linahusu matoleo. Jumapili iliyopita tulipata jumla ya shilingi 2,000 kupata mwakilishi na 100 kwa misa ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sadaka ya pili shilingi 31,200 pamoja kwa Kristo ya Kristo na zaka taslimu ya shilingi 16,400 bei ya sasa na 500 na watu na watu wa Yesu na kibali na 200. Tunashukuru kwa viongozi kwa matoleo haya. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwajalia kuwezeshia haya kutoa. Tangazo la tatu linahusu bahasha ya Krismasi. Tunawashukuru walimu wa matoleo kupitia bahasha ya Krismasi ambazo kama matangazo ya paroko ni kwa ajili ya kuendeleza shughuli ya shule ya nchi. Hata hivyo, kuna baadhi ya maeneo ambayo hayajaisha bahasha. Tulitoa jumla bahasha ya 170, lakini baada zilizoingishwa mpaka sasa hivi ni 336. Kwa hiyo tunapenda kuwakumbusha viongozi na waamini familia zifuatazo na kurejesha bahasha ambazo mpaka sasa hivi Bandaiwa zilitolewa bahasha 60 ilirudishwa 14 baada ya sasa. Sitini imerudishwa 20 baada ya diwani. 60 imerudishwa 19 baada ya vitu zilitolewa 60 imerudi 23 baada ya 37. Siwani baada ya Situ baada ya 9, Diwani baada ya 4, Itu baada ya 2, Diwani 67, Itu 84, Diwani 20 baada, Itu 66 baada, Diwani 1 baada, Itu 4 baada, Diwani 38 baada, Itu Dewan adalah kesempatan, yaitu 77 bahan. Dewan baik bahan, yaitu 59 bahan. Kwa hiyo tunaomba viongozi wa dunia, viongozi wa Ghana na waamini wote ambao kuchukua bahasha basi kujitahidi kujulisha kuwa na chochote ili ziweze kuendeleza kazi ya kukamilisha elimu ya teknolojia. Tangazo la tatu kuhusu nafasi za masomo. Kama nilivyoangazia, shule yetu ya Katoliki Nursery Area itaanza rasmi kesho tarehe 9 ya mwezi wa kwanza. Uongozi wa parokia unapenda kuwashukuru wazazi na walezi ambao mpaka sasa hivi wameshachukua fomu na wengine wameshaingia kwa ajili ya watoto hao kuanza shule kesho. Shule inachukua watoto kuanzia miaka 2 mpaka miaka 5 kwa maeneo yote, na itakuwa inafundisha English medium. Kwa hiyo na naomba sana waamini tuweze kushirikiana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba masomo yetu yatakuwepo ili waweze kupata mafundisho mazuri na malezi mazuri kutoka kwa masista wetu wa shirika ya Mama Maria ambao wanasimamia mazingira ya shule mazuri
na utaratibu wa ada mzuri pia. Kwa hiyo inaendelea sasa, hata wale ambao wanaweza watoto kujieleza na kueleza wanasikia sehemu nyingine wajieleza watoto, na tutakuwa pia kusafiri ambao kwa wale kama unaweza kueleza kwa kujulisha sawa, ni kusafiri na kuwepo wa kuleta watoto kama nyumbani shule inasafiri asubuhi mpaka saa 10 jioni, lakini sasa anaweza kuchukua mfanye kuanzia saa 9 alasiri mwisho saa 5. Kwa hiyo sana tuweze kushirikiana kuhakikisha kwamba shule yetu kama ndani mazuri yaliyofanya basi inapata ushiriki ambao kwa ajili ya kupata masomo mazuri, lakini pia kupata malezi mazuri. Ndio kwamba mtoto ni malezi. Tumsifu Yesu Kristo. Tangazo la sita ilikuwa ni kikao cha wazee wa Uislamu ambacho kimefanyika baada ya misa ya kwanza kwa ajili ya maandalizi ya kushiriki misa ya shukrani. Tunapenda pia kutangazia wazee na Waislamu kwamba kutakuwepo na misa ya shukrani pale Manzese itakayofanyika tarehe 14 ya mwezi wa pili kwa ajili ya kushukuru kwa mema aliyotujalia kwa mwaka 2025-2026. Tangazo la 7 ni uchaguzi wa viongozi wa vyama vya kitume. Jumamosi ijayo tarehe 24 mwezi huu saa 3 kamili asubuhi tutakuwa na uchaguzi wa viongozi wa vyama vya kitume ngazi ya parokia, na vyama vitakavyohusika ni WAWATA, UWAWA, wazee na wastaafu na VIWAWA. Kwa vyama vingine ambavyo havijafanya uchaguzi pepo kwaya na kadhalika, tunaomba wasijali na kamati jidai waweze kupanga muda na mahali ili chaguzi hizo ziweze kufanyika. Kumbuke kwamba chaguzi za jumuiya ndogo ndogo zilizoanza mwezi wa 7 mwaka jana na mwisho itakuwa ni mwezi wa 5 mwaka huu ngazi ya taifa. Kwa hiyo ngazi ya parokia ilianza mwezi wa 7 na inaidhinisha mwezi wa 5 uchaguzi wa viongozi wa kamati tendaji za parokia umeshaanza kuanzia Januari hadi mwezi wa 5. Kwa hiyo ili tuweze kushiriki vizuri katika uchaguzi huo ni lazima tukamilishe chaguzi zote kuanzia ngazi ya jumuiya, ngazi ya kata na ngazi ya parokia kwa maana ya vyama vya kitume. Kwa hiyo tunaomba sana wale ambao wanafanya uchaguzi basi kukamilisha chaguzi hizo kwa muda. Tangazo la 8 linahusu shukrani ya walezi wa mtakatifu. Uongozi wa Mtoto Mtakatifu katika masomo na watangazia walezi wote kutoka kazi za jumuiya, kata na parokia ushiriki kwenye misa ya shukrani katika tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka huu katika parokia katika Sibani mfano mwezi. Kila mshirika anaomba kuchangia kiasi cha 15 na mwisho wa huo ni kesho Jumatatu. Walezi wanaomba kuweza kwa wingi kwa kuwa ni dekania kwa dekania nyingi kwa kupata kingine. Tangazo la mwisho ni tangazo la hija. Kibebo Rwanda. Leo tumetembelewa na mratibu anayeratibu safari za hija kwenda Kibebo Rwanda, pale alipotokea Mama Bikira Maria na anaitwa mzee nchini
ambaye anatoka katika elimu mbalimbali. Amekuja kwa ajili ya kuhamasisha waamini wa parokia hii ambao wangependa kwenda kushiriki hili katika kituo cha Mbezi kule Rwanda, na safari katika tarehe ya mwezi wa 3 ya mwaka huu. Kituo hiki ni sehemu ambapo wanatokea na waamini kutoka sehemu mbalimbali duniani kwa ajili ya Tanzania wanaenda kufanya hija, na shuhuda zinasema kwamba wengi ambao wanakwenda pale wanafanikiwa katika masomo yao au changamoto zao mbalimbali zilizotoka hapa. Kwa pamoja na hija hii ya Bwana pia kujua kwamba mwaka huu ambao tuliisha mwaka wa hija, kunazo sehemu za hija mbalimbali. Hapa Kasarani ni sehemu ya hija, Gogo ni sehemu ya hija, ni sehemu ya hija, lakini pia katika parokia zetu tunafanya hizo hija, inatusaidia sana katika maisha yetu. Kwa hiyo tunawaalika wale ambao watakaohitaji masomo mzee Christian nchini karibu na banda la Malindi, lakini pia ndio sakramenti mbalimbali kama kuzaa na vitabu tunaweza kuipata pale ambayo kibebo kwake. Mwisho wa matangazo ya Yesu Kristo. Yesu Kristo Baba tunasimama nyumba kidogo kwa sasa
Thank you.